ni mmoja wa wanzilishi wa miondoko ya gospel taarab Tanzania. Nikaona naenda tu. Na siku ya kwanza naimba kanisani pia ilikuwa ni siku ya wanawake. Wakaupenda mno. Kufikia hapo haikuwa rahisi. Kapitia changamoto kedekede. Mengi kajifunza. Ana kofia kadhaa, mwalimu, mwenye kiti, uchekeshaji, ugolkipa miongoni mwa nyinginezo. Kazi yake sasa inatamba kwa mapana na marefu. Ila kikubwa zaidi, amefahamika zaidi burudani la gospel taarab. Japo muziki wa taarab hakuupenda. Cheni nimbe, niacheni nimbe, nimuimbie Yesu. Niacheni nimbe, niacheni nimbe, nimuimbie Yesu. Lakini hilo aliweza vipi? Evangelist Allen Mlelwa. Lakini kwanza nikamuuliza yeye ni nani haswa. Mimi kama ulivyosema, jina langu naitwa Allen Mlelwa. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, naishi Mwanza, Tanzania. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, nimeanza kuimba muda mrefu kidogo kama miaka 3, 4, 5 imepita. Naam. Asili yangu ni Njombe, mkoa wa Njombe. Mwanza nimekuja, naishi huku, nafanya kazi Mwanza. Kwa naishi Mwanza, lakini asili yangu mimi ni mtu wa Njombe, mkoa ya kusini wa Tanzania. Tumshukuru Mungu kwa hilo. Asante, amina. Kwa hiyo kikazi, kando na muziki, wewe pia ni mwalimu sio? Ya, mimi ni mwalimu wa shule ya sekondari, kwani sisi tunaita upili. Ndivyo. Mimi ni mwalimu wa sekondari hapa, afu vile vile ni mwenyekiti wa umoja wa waimbaji wa nyimbo za Injili jijini Mwanza. Kwa hiyo huduma mbili. Ya, nipo na huduma ya kiserikali kama mwalimu, na huduma ya pili ni mwalimu, ni mwimbaji huduma ya pili na ya tatu ni mwenyekiti. Kwa hiyo ina maana uongozi haswa ni kitu kipo ndani yako. Ya, ninamshukuru Mungu kwa sababu sikujichagua mimi, nilichaguliwa na watu na ninawahudumia, na sasa ni mwaka wa 3 sasa, tuko vizuri. Kwa nafikiri niseme tu ni neema au karama tu ambayo Mungu ameweza kunijalia. Sio kwa ujanja wangu wala sio nguvu zangu. Hivi wenyekiti haswa waliona nini haswa ndani yako? Sijajua, labda mimi napenda sana kuongea na watu, napenda socialization, napenda kuelekeza, hapo napenda kuelekezwa pia. Na kabla sijawa mwenyekiti, labda nilikuwa kidogo na challenge uongozi uliokuwepo, kulikuwa na mambo fulani ya kukaa sawa. Naona wakaamua kuniadhibu kwamba wanipe mimi nione kama mambo yatakaa sawa. Lakini mwisho wa siku nashukuru Mungu kwamba mambo kweli yote ambayo yalikuwa hayajakaa sawa yakakaa sawa, na sasa tunaendelea vizuri. Nawafurahia na wao wananifurahia pia. Kwa hiyo umejifunza nini hasa kutokana na hilo? Hapo nimejifunza, cha kwanza natakiwa tu uishi vizuri na watu, afu uangalie watu wanataka nini kwa wakati gani na uwafanyie nini. Japo uweze kuwaridhisha kwa kila kitu, lakini jifunze tu kuishi vizuri na watu, ujue wanataka nini na kwa wakati gani na kwa nini. Na pia wewe ni mpenzi wa soka sio, kandanda? Ya, kiasi fulani, sio sana lakini kiasi fulani, na napenda mpira, napenda kuangalia, napenda kucheza pia. Tangu zamani? Ya, hiyo tangu nilikuwa shule ya sekondari nasoma huko, nilikuwa nacheza, nilikuwa golikipa kabisa wa shule. Sema siku hizi na majukumu mengi kwa tunapasha kidogo viungo. Hukutaka kuiendeleza sio? Ya, sikutaka kuendeleza kivile kwa sababu unajua muda mwingine na family background, kuna wengine unapokuwa mtoto mdogo anakuambia michezo, ukikita sana kucheza anakuambia unapoteza muda, unatakiwa usome sana shule. Kwa hiyo baadaye unabezi sana kwenye shule, unakuta kipaji kinapotea. Ni Mungu mwema, anainua vipaji vingine. Na uhakika lazima goalkeeper ule umekupa majeraha kidogo sio? Hapana, majeraha nilipata tu changamoto ya ajali nyingine ambayo ni nje ya michezo, niliumia tu nyumbani kwangu. Nilipata tu changamoto, ilikuwa ni mwaka jana, niliumia nyumbani kwangu, mkono wa kulia ule bado naendelea na matibabu, bado hujakaa vizuri, lakini kwa sasa sichezi golini, sasa nacheza ndani, kwa sababu mimi hata ndani naweza kucheza, nacheza namba 7, namba 9, napiga kazi vizuri tu. Muziki haswa, kipi chanzo chake kwako? Chanzo cha muziki kwangu kwanza ni mapenzi na muziki. Mimi nilikuwa napenda kuimba tangu mtoto mdogo. Sunday school naimba, ukienda shuleni kwa primary nilikuwa naimba. Yaani mimi ikiwa sehemu yote ya kuimba naimba, sekondari naimba, mpaka nafika chuo kikuu ndipo nilipoanza kuimba kwa maana ya kurekodi audio zangu binafsi. Kwa hiyo naweza nikasema chanzo kwa kweli ni ile kupenda kuimba na
hizo mapito nilizopitia hizo za kuimba tangu mtoto mdogo mpaka kufika leo hii. Yaani naturally napenda muziki. Tumshukuru Mungu kwa hilo. Lakini kabla ya hapo hukuanzia taarabu? Ya, kabla ya hapo sikuanzia taarabu, nilikuwa naimba nyimbo za kawaida tu. Zouk, sebene, nini hizi nilikuwa naimba tu. Lakini baadaye kuna siku tunaona akaja alisema kwani nisifanye muziki wa taarabu, kwa sababu nilikaa nikawaza, nikajaribu kuangalia makanisani wapi, nikaona kama kuna kitu kina miss. Niona kuna hip hop watu wanaimba, kuna reggae watu wanaimba, kuna sebene, kuna rumba, kuna zouk. Huko kwetu kuna muziki maarufu unaitwa singeli. Nikasema mbona kuna muziki unakosekana hapo wa taarabu? Kwa hiyo nikatulia, nikaamua kufanya nini? Kuja nilo wazo. Namshukuru Mungu likakaa vizuri. Nika rekodi taarabu ya kwanza. Nadhani ilikuwa ni 2010 na kitu kama 18 hivi. Wazo limekuja. Ndio. Umenuia kulifanyia kazi. Ndio. Haikuwa uzoefu wako haswa kwenye sehemu hiyo. Ya, Mara kwanza sasa unataka kulishughulikia wazo hilo, ilikuwaje safari yenyewe? Kwanza kutafuta melody. Unajua bahati nzuri au mbaya, niseme mbaya, mimi muziki wa taarabu hata wa kawaida huu secular nilikuwa siupendi. Hata kwenye TV ukipita tu muziki wa taarabu nilikuwa na upitisha, yani na utoa. Ila wazo lilipokuja ikabidi nikae chini nitulie kwanza. Nisikilize baadhi ya kazi mbili tatu niangalie, nikaangalia nikajifunza. Sikutumia muda mrefu kwa kweli, kwa sababu wimbo niliandika ndani ya siku 2 tu. Yaani siku ya kwanza wazo limekuja, nilikuwa kazini ofisini, nikaandika chorus. Kwa sababu tuna muziki tunasikiza wimbo taarabu wanaimba nini, unajua maadhi yake yalivyo. Kwa hiyo nikarekodi kale kakipisi kwenye simu yangu nikakatunza. Siku ya pili namshukuru Mungu nikaandika wimbo ukakamilika. Na siku ya tatu ilikuwa ni safari ya kwenda studio kumwona producer rekodi. Japo huko ndo kulikuwa na shida sasa. Maki producer yeye ana rekodi, alisema yeye hawezi kurekodi taarabu. Kwa sababu aligadi taarabu ni muziki wa nini? Yaani ni muziki wenye baadhi ya kidunia sio akasema. Lakini nikamwambia nikashashawishi kweli pale nini, alikataa, lakini baadaye akakubali akarekodi. Kwa hiyo ndio ugumu ulianzia hapo kwanza, kuanzia kuandika, na ugumu wa pili ulikuja kwenye kwenda kurekodi, na ugumu wa tatu ulikuja kwenye kazi ninayo nimesharekodi, kuisikiliza kwa yani kuwafikishia watu wataipokea vipi, na ulikuwa ni ngumu sana. Na katika kipande kijacho, kwa hiyo chuki yenyewe haswa ikaanza kufifia ya muziki wa taarabu. Ya, kwa kweli hapo ikaanza kupotea kabisa. Na sasa ninaupenda, na sasa naupenda, and I'm proud of it. Naam. And I can sing, yani nikaenda popote pale. kwaheri na zidi kuwa nasi.